Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari tukujuze yale yaliyojiri tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa. Habari za biashara zitasomwa na Nizia Masinde. Karibu hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Makamu wa Rais Daktari Mpango afanya mazungumzo na balozi mteule wa Tanzania nchini Japan. Katika biashara, Tanzania yatajwa kuwa ni kinara wa huduma jumuishi za kifedha kwa mataifa zaidi ya 84 duniani. Na katika habari za kimataifa, wananchi nchini Malawi wapiga kura katika uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani. Karibu mtazamaji wa TVE, na moja kwa moja tuanzie mkoani Dodoma ambapo tunaelezwa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Philip Mpango amekutana na kufanya mazungumzo na balozi mteule wa Tanzania nchini Japan Anderson Mutatebwa. Mazungumzo yaliyofanyika Ikulu Chamwino mkoani Dodoma, ambapo amemsihi balozi Mutatebwa kuzingatia kipaumbele cha nchi ambacho ni diplomasia ya uchumi kwa kuhakikisha anavutia wawekezaji na wafanyabiashara kutoka nchini Japan. Mohamed Jamal anayo taarifa zaidi. Dr. Mpango amemsisitiza balozi Mutatebwa kuhakikisha kampuni za Japan zinawekeza nchini Tanzania ili kuongeza thamani ya bidhaa hapa nchini na kuuza katika soko la Japan na soko la kimataifa. Amesema ni vyema kushawishi wamiliki wa viwanda kuwekeza nchini Tanzania, hususan viwanda vya magari, viwanda vya dawa na vifaa tiba pamoja na viwanda vya bidhaa za kielektroniki. Pia amesema kwa kuwa Japan inafanya vizuri katika sekta ya logistics, ni vyema kuvutia ushirikiano kwa kuzingatia kuwa Tanzania ni lango kwa mataifa mbalimbali. Halikadhalika, makamu wa rais amemtaka balozi Mutatebwa kuvutia uwekezaji katika sekta muhimu za kimkakati kama vile utalii, kilimo na uvuvi pamoja na sekta ya afya. Amesema nchi ya Japan ni wabobezi katika matibabu ya magonjwa yasiyoambukiza kama vile magonjwa ya moyo, figo, na hivyo ni vyema kuendelea kutafuta fursa za masomo ya ubobezi kwa Watanzania. Pia amemtaka kusimamia utekelezaji wa vipengele vya mpango wa ushirikiano kati ya Japan na nchi za Afrika pamoja na kusimamia hati za makubaliano na ushirikiano zilizopo baina ya miji ya Tanzania na Japan. Utakapokuwa huko, Mheshimiwa Rais na nchi yetu kwa ujumla tunaweka kipaumbele cha juu kwenye diplomasia ya kiuchumi. Sasa la kwanza tulikwisha kulianza kwa maana ya kutafuta masoko ya bidhaa za Tanzania katika soko la Japan. Na msisitizo wangu zaidi ni kuona namna ambavyo makampuni ya Japan yanaweza kuja kuwekeza hapa ili tuongezee thamani hapa hapa nyumbani, alafu ndio tukauze kwenye soko la Japan. Maana tukipeleka mazao ya kwetu tu hivi, wana testi zao, wana brands ambazo wamezoea. Ikiwa ni kampuni yao, unaweza kukuta kahawa ni ile ile, lakini kwa sababu imetengenezewa hapa na kampuni ya Kijapani ambayo inaubia na Watanzania, inapokelewa vizuri zaidi katika soko la Japan. Kwa upande wake, balozi mteule wa Tanzania nchini Japan Mheshimiwa Anderson Mutatebwa amemshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kumteua kuliwakilisha taifa nchini Japan. Amesema atahakikisha analinda maslahi ya Tanzania na kuendelea kuimarisha ushirikiano wa muda mrefu uliopo baina ya Tanzania na Japan. Kwa hiyo naomba kukuahidi kwamba nitajitahidi kwa kadri ya uwezo wangu kuiwakilisha nchi yetu vizuri. Lakini pia nishukuru kwa maelekezo ambayo umeyatoa katika sekta mbalimbali za uwekezaji, biashara, teknolojia. Nimeyachukua kwa usahihi maelekezo yako na nitajitahidi kuhakikisha tunaendeleza kuimarisha ushirikiano uliopo baina ya Tanzania na Japani. Asante sana Mohamed Jamal kwa taarifa hiyo. Mgombea wa kiti cha rais wa Zanzibar ambaye pia ni rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema chama hicho kimejipanga kumaliza changamoto ya ajira kwa vijana katika awamu ya pili ya uongozi wa Rais Dr. Mwinyi. Goodluck Msola anayo taarifa zaidi. Rais Dr. Mwinyi ameyasema hayo Jumanne Septemba 16 alipozungumza na makundi ya waendesha bodaboda, wakulima wa mazao ya viungo pamoja na wajasiriamali wa shehia ya Mdo
wilaya ya Magharibi A. Ameeleza kuwa serikali ijayo itaendelea kutoa ajira kwa vijana wenye sifa katika sekta mbalimbali ikiwemo elimu, afya na nyinginezo, pamoja na kuwawezesha kwa mafunzo ili waweze kujiajiri wenyewe. Dr. Mwinyi amesema kupitia wakala wa uwezeshaji wananchi kiuchumi imeendelea kutoa mafunzo, mitaji pamoja na kuandaa masoko na vitendea kazi pamoja na mazingira bora ya kufanyia shughuli za wajasiriamali. Mimi natambua fika kwamba kama kuna changamoto katika nchi yetu ni ajira kwa vijana. Na Chama cha Mapinduzi kimejipanga kutatua tatizo la ajira kwa vijana. Mipango yetu ya utatuzi wa ajira imejikita katika maeneo matatu. Kwanza, kuendelea kutoa ajira mbalimbali serikalini za wataalamu. Tunatambua tutahitaji walimu wengi, tunatambua tutahitaji wafanyakazi wa afya wengi, tutahitaji watu katika sekta mbalimbali. Kwa hivyo serikali itaendelea kutoa ajira ili tuweze kutoa ajira kwa vijana wenye taaluma maalumu kama katika sekta hizo na nyingine ambazo sijazitaja. Eneo la pili ni kushajihisha sekta binafsi kuanzisha viwanda. Kama mnavyotambua, kuna eneo la Dunga pale tumelianzisha kwa ajili ya kuweka viwanda. Nia na madhumuni tupate viwanda vingi viweze kuchukua vijana wengi kuwapa ajira katika maneno hayo. Akizungumzia kilimo cha mazao ya viungo yani spices, amesema serikali itatenga maeneo maalum kwa ajili ya kilimo hicho pamoja na kuwapatia wakulima hao pembejeo, mbolea na masoko ya uhakika, huku akibainisha kwamba serikali itatoa mitaji midogo midogo kwa ajili ya ujasiriamali ili waweze kujikwamua, kujiimarisha kiuchumi, pamoja na kuwezesha bodaboda kuwa na vitendea kazi kupitia mikopo ambayo itatolewa kupitia vikundi maalum vikiwemo vya ushirika ambavyo vitaainishwa. Rais Dr. Mwinyi amewahakikishia wananchi kuwa serikali imejipanga kutafuta fedha nyingi na za kutosha ili iweze kuwawezesha wajasiriamali wengi zaidi. Serikali hii ya awamu ya 8 katika kipindi cha pili cha utawala tutafanya mengi zaidi kuliko tuliyoyafanya awamu hii inayokamilika. Nyinyi ni mashahidi, sisi tukiahidi tunatekeleza. Tuliahidi mambo mengi, tumeyatekeleza, tena mambo makubwa. Tuliahidi huduma za afya, tumejenga mahospitali kila upande. Tumeahidi huduma za elimu, tumejenga skuli za ghorofa kila upande katika nchi yetu Unguja na Pemba. Tuliahidi mabarabara, kama mnavyoona lami imetanda kila pahali. Tuliahidi masoko, nimeyataja hapa, kila upande kuna masoko ya kisasa. Alimradi kila ahadi tulioiweka tumetimiza. Hamna sababu kwa nini msituamini awamu ijayo tunaposema tutafanya makubwa kuliko haya. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Ukombozi wa Umma cha Umma, Salumu Mwalimu, ameahidi wananchi wa Geita kwamba endapo atachaguliwa kuongoza taifa atahakikisha rasilimali zilizopo nchini zinawanufaisha Watanzania kabla ya wageni. Amesema pia atavunja mikataba yote inayowanyonya wananchi hususan katika sekta ya madini. Taarifa na Joel Maduka kutoka Geita inaarifu zaidi. Mwalimu ambaye amewasili mkoani Geita na kufanya mkutano wa kampeni kwenye viwanja vya Nyankumbu alisema wananchi wa mkoa huo wana kila sababu ya kunufaika na dhahabu inayochimbwa katika maeneo yao badala yake kuona manufaa yakielekea kwa watu wa nje. Aliongeza kuwa ajira zitakazotokana na sekta ya madini kipaumbele cha kwanza kitapewa wakazi wa Geita. Ya ajira kwa mfano kwenye maeneo ya rasilimali lazima kuwepo na kiwango maalum cha wenyeji wa eneo hilo kupata ajira tena za maana kwenye mgodi. Tukubaliane, mimi ni mwenyeji wa Geita, Mwenyezi Mungu amenijalia nimekuwa Geita, ameniletea dhahabu inisaidie mimi, sio wewe. Nionyeshe namna gani dhahabu hii itanisaidia. Sina teknolojia kweli, wewe una teknolojia, lakini dhahabu hii ni ya kwangu, Mungu amenijalia mimi, mtu wa Geita. Kwani Mungu anakosea sio aletee nyewe kwenu?
Si mna pesa, si mna teknolojia, kwa nini asiwaletee nyinyi? Kaileta hapa itusaidie watu wa Geita. Kwa upande mwingine, Chama cha Mapinduzi CCM nacho kimeendelea na kampeni zake kwa kasi mkoani Geita, ambapo mgombea ubunge wa CCM jimbo la Mbogwe Ferguson Masasi, wakati akizindua kampeni zake rasmi, ameahidi kushughulikia changamoto za miundombinu ya barabara, akisisitiza ujenzi wa barabara ya kutoka Katoro kupitia Lulembera. Kwanza mimi ninachokijua, tumekuwa na vilio vingi sana, lakini kilio kikubwa ni kuhusu barabara. Makunya hahe nangu. Haya. Barabara hizi zina changamoto. Japo changamoto haziwezi kumalizwa na Ferguson mwenyewe. Lakini tutajitahidi kwa sababu line ipo na inatuelekeza ni nini tutafanya. Lakini cha kujivunia, barabara ya lami inakuja. Lami oye! Nao baadhi ya wananchi wa mji wa Geita na Mbogwe wameelezea maoni yao kuhusu sera zinazotolewa na wagombea pamoja na matarajio yao iwapo zitatekelezwa. Katika sera za huyu mgombea, mimi kilichonifurahisha kuwa vijana wa wilaya wa Geita wanaozunguka na mgodi wa Geita kuwapewa ajira. Mimi ndio hilo ndio limenigusa na nimelifurahia sana hilo. Cha kwanza tunachokihitaji, tuwekewe lami mabarabara yote ya jimbo la Mbogwe. Watuwekee lami. Pia naiomba serikali sana, naiomba sana, kila shule iwe na choo, iwe na vyoo vya kutosha. Matarajio ya wananchi ni kuona sera na ahadi za wagombea zinatekelezwa kwa vitendo. Kwa kufanya hivyo, zitakuwa ni chachu ya kuondoa changamoto zinazowakabili hususan katika sekta madini, ajira na miundombinu, hali itakayoongeza maendeleo ya kijamii na kiuchumi katika mkoa wa Geita. Asante sana Joel Maduka kwa taarifa hiyo. Kutokuwepo kwa mfumo madhubuti wa urasimishaji na umilikishaji wa ardhi umeendelea kuwa chanzo kikuu cha migogoro ya ardhi katika jamii nyingi hapa nchini. Kutoka Shinyanga, Mwamvita Mlindoko ameandaa taarifa zaidi. Akizungumza na timu kutoka Tume ya Taifa ya Matumizi ya Ardhi, mkuu wa mkoa wa Shinyanga Mboni Muhita amesema zoezi la urasimishaji na umilikishaji wa ardhi linatarajiwa kuwa mkombozi wa kiuchumi kwa wananchi wa vijiji hivyo viwili. Yoyote ambaye tegemeo lake kubwa ni ardhi yake, asipokuwa na umiliki, basi inaweza kwenda kuleta changamoto, lakini pia kwa namna ya kipekee migogoro isiyoisha katika maeneo yetu. Tumeshuhudia kwa kiwango kikubwa sana migogoro ya ardhi, na tunasema migogoro ya ardhi kwa sababu moja tu, usipokuwa na mfumo sahihi wa kurasimisha umilikaji wa ardhi, basi watajitokeza watu ambao wao ndio watakuwa wanapanga matumizi ya ardhi, lakini watajikuta wao ndio wanapanga miliki za ardhi. Utakuta kiongozi wa eneo husika atasema eneo hili la fulani, atatokea kiongozi mwingine wa kimila atasema eneo la fulani, atatokea kiongozi mwingine wa kundi fulani atasema hapana, ni eneo la fulani, atatokea kiongozi wa wafugaji atasema eneo hili na mtu fulani. Lakini yote hiyo ni kwa sababu nakuta hakuna urasimishaji wa uhakika wa umiliki wa eneo husika. Kwa mimi nafarijika sana kwamba ugeni huu mzito kutoka Tume ya Taifa ya Mipango na Matumizi ya Ardhi leo hii umekuja kwa kweli kuona namna gani ambavyo unataka kutusaidia katika halmashauri yetu ya Ushetu. Upande wake, afisa ardhi mkuu kiongozi wa timu hiyo amesema mchakato huo unatarajiwa kukamilika ndani ya siku 15. Huku hatimiliki 1000 zikitarajiwa kutolewa kwa wananchi wa vijiji husika. Tunahakikisha kwamba umiliki hasa makundi maalum, wanawake, wazee, vijana, lazima tuyafikie ili kuweza kuendana na dira ya taifa ambayo inahitaji kila mwananchi aweze kufaidika. Lakini pia uandaji wa hizi hati zinaenda kuleta usalama wa miliki. Maana yake wananchi wengi wanakuwa na ardhi lakini haina usalama. Haina usalama kwa sababu migogoro imekuwa ikibuka kwa kiasi kikubwa sana. Na uandaji wa hizi hati miliki za kimila au hati, maana yake ni nyaraka inayomfanya wananchi sasa kutambulika na serikali kwamba yeye anamiliki
hilo eneo kihalali. Kwa hiyo migogoro mingi itakuwa imepungua kwa kiasi kikubwa sana. Kamishna msaidizi wa ardhi mkoa wa Shinyanga Leo Komba amesema mpango huo utasaidia serikali kupanga matumizi bora ya ardhi, kuondoa migogoro ya ardhi na kuongeza uzalishaji wenye tija. Kwa ufanisi zaidi, serikali iliona kwamba kuwepo na tume ambayo itaisaidia serikali na kujikita kwenye kupanga matumizi ya ardhi ili kuondoa migogoro, lakini pia kuleta uzalishaji ulio bora kwenye ardhi yetu. Kwa hiyo tunakaribisha sana. Ni matarajio yetu pia na wananchi watalipokea zoezi hili kwa mikono miwili, lakini pia watafurahia jitihada za serikali yao ya kuwawezesha kiuchumi kupitia hati miliki za kimila. Asante sana Mwamvita kwa taarifa hiyo. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amewataka viongozi na watendaji mkoani humo kumsaidia Rais Dr. Samia kwa kutatua changamoto za wananchi na kuhakikisha wanafanya majukumu yao kwa weledi ili waache athari nzuri za maendeleo pindi wanapomaliza muda wao. Zaidi tuungane na mwanahabari wetu Mrisho Mapeyo. Akizungumza wilayani Temeke jijini Dar es Salaam katika mkutano maalum uliokutanisha watendaji wa halmashauri ya Temeke, ambapo halmashauri hiyo imewasilisha taarifa ya miradi ya elimu na afya inayotekelezwa kwa gharama ya shilingi bilioni 70, mkuu wa mkoa Albert Chalamila ameipongeza halmashauri kwa kuandaa mpango huo. Aidha, Chalamila amewasisitiza watendaji hao pamoja na watendaji wa wilaya zote za mkoa huo chini ya wakuu wa wilaya kuhakikisha wanamsaidia Rais Dr. Samia kwa kuimarisha huduma muhimu za kijamii, na amesisitiza watendaji na viongozi kuacha athari na kumbukumbu nzuri walizozifanya wanapomaliza vipindi vyao vya utumishi. Miradi hii ambayo leo tumewasilishiwa ni mfano mzuri sana wa hii statement kwamba viongozi wanaobuni miradi hii wamekusudia kuacha alama. Kwa hiyo tuwapigie makofi mengi. Kwa hiyo niwaombe sana katibu wa mkoa, na hapa bahati nzuri kuna mkuu wa wilaya, kwa niaba ya mkuu wa wilaya wengine, tukifanya vitu hivyo tutakuwa tunahama taratibu kuitwa wakuu wa mikoa washereheshaji kwenda kuwa wakuu wa mikoa wenye visible projects, wakuu wa wilaya washereheshaji kwenda kuwa wakuu wa wilaya wenye visible projects, wakuu wa wilaya wasio na vision kwenda kuwa wakuu wa wilaya wenye vision, wakuu wa wilaya ambao hatujui tunakoelekea kuwa wakuu wa wilaya tunajua tunakoelekea. Hata hivyo, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam ametoa mfano wa msongamano wa magari jijini humo kama moja ya changamoto inayowakabili wananchi wa jiji hilo, na kusema ni muhimu kubuni mpango wa kumaliza changamoto hiyo. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Temeke Sixtus Mapunda amesema katika miradi hiyo ya shule na ya afya inayotekelezwa kupitia mapato ya ndani kwa mwaka wa fedha 2025, 2026 na 2026, 2027, miradi yote inatekelezwa kwa mfumo wa ghorofa ili kuepuka changamoto ya uhaba wa maeneo. Utaona miradi mikubwa 6, hospitali kubwa 2 za rufaa, shule 2 za sekondari za ghorofa na shule 2 za msingi za ghorofa. Nichukue fursa hii pia kukujulisha kwamba baraza la madiwani lililopita pamoja na kikao cha halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi cha wilaya tuliazimia kuanzia leo mpaka hapo mwisho wa dunia hakutakuwa tena na shule ya sekondari au ya primary ambaye itakayokuwa sio ghorofa kwa Temeke. Lakini pia tumeazimia na tunakwenda kutekeleza shule zote za zamani zenye maeneo makubwa nazo tutazidondosha chini, tutapandisha ghorofa. Mpango huo uliowasilishwa unahusisha shule 3 za Makangarawe, Mwembe Bamia na Kibonde Maji, lakini pia unahusisha hospitali 2 za Vigoa na Malela pamoja na stendi ya Mbagala. Asante sana Mrisho Mapeyo kwa taarifa hiyo.
Katibu mkuu wa jumuiya ya wazazi ya Chama cha Mapinduzi CCM Ali Salumu Hapi amewataka Watanzania kuendelea kuwa na imani na CCM na kuhakikisha wanawachagua wagombea wa chama hicho katika nafasi zote za uongozi katika ngazi ya udiwani, ubunge na uraisi ifikiapo Oktoba 29. Taarifa imeandaliwa na Innocent Oromo kutoka mkoani Ruvuma, inasomwa hapa studio na Recho Chacha. Hapi ametoa wito huo akiwa mkoani Ruvuma aliposhiriki katika uzinduzi wa kampeni za kuwanadi wagombea wa CCM mkoani humo. Amesema kuwa chama hicho kimeendelea kuwa imara kwa kusimamia misingi ya haki, amani na maendeleo ya wananchi wote. Hivyo ni muhimu kwa wananchi kuendelea kukiamini na kukipa ridhaa ya kuongoza nchi kwa kipindi kingine. Aidha, amewaomba wananchi kuhakikisha kuwa ifikapo tarehe 29 Oktoba mwaka huu wanajitokeza kwa wingi kupiga kura kwa wagombea wa CCM katika nafasi zote za udiwani, ubunge na urais. Samia athibitisha katika kipindi chake cha kwanza kwamba anazo sifa za kutosha kuiongoza nchi yetu. Ni mtu mzalendo anayependa maendeleo na amefanya makubwa kwenye afya, kwenye elimu, kwenye umeme, kwenye kilimo, kwenye barabara, kwenye kila sekta. 29 kura zote kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Tuko pamoja? Tuleteeni madiwani wa CCM. Tuleteeni mbunge na tuleteeni Dr. Samia Suluhu Hassan. Hivyo ndivyo maendeleo yanavyopatikana. Twende tukapige kura Oktoba 29. Kwa upande wake, katibu wa CCM mkoa wa Ruvuma Mohamed Ali amesema kuwa kati ya majimbo 8 ya mkoa huo, wagombea wawili wa CCM kwa nafasi ya ubunge watapigiwa kura ya ndio au hapana. Vile kati ya kata 173, kata 80 zina wagombea pekee wa CCM kwa nafasi ya udiwani ambao nao watapigiwa kura ya ndio au hapana. Mkoa wa Ruvuma tunazo kata 173. Katika hizo 173, mheshimiwa rasmi, kata 80 zinao wagombea pekee wa Chama cha Mapinduzi. Tunazo kata 93. Hizi tumeingia sisi na vyama vingine. Tunachotakiwa kukifanya ni kimoja, kuhakikisha katika kata hizi tumeshinda zaidi ya 99%. Hapo vipi? Wakizungumza na wananchi wajitokeza kwenye uzinduzi wa kampeni hizo, baadhi ya wagombea wa nafasi ya ubunge wamewaomba wananchi wachague wagombea wa CCM ili kuhakikisha maendeleo endelevu katika maeneo yao. Tunaamini kura hizo tutakazompa ni kura za heshima kwa ajili ya afya zetu. Ni kura ya heshima kwa ajili ya ustawi wa familia zetu na hasa uchumi na maendeleo ya mkoa wa Ruvuma na Tanzania nzima. Kwenye miundombinu, uchumi na ustawi wa wananchi wa mkoa wa Ruvuma kwa ujumla. Tulishasaini mkataba. Sasa tunakwenda kujenga mradi wa maji wa uhakika hapa na Mtumbo mjini. Lakini niwaambieni, niseme nisiseme, hatuachi kijiji wala mtaa, lazima maji yatoke. Naomba kula nyingi kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Naomba kula nyingi kwa madiwani wetu wote. Asante sana Recho Chacha kwa taarifa hiyo. Chama cha ACT Wazalendo kimeahidi kutatua changamoto ya msongamano wa wanafunzi darasani, michango ya wanafunzi pamoja na tatizo la vibali vya ujenzi katika jimbo la Ukonga jijini Dar es Salaam endapo watapata ridhaa ya kuongoza jimbo hilo katika nafasi ya ubunge. Goodluck Msola ameandaa taarifa zaidi. ACT Wazalendo ametoa ahadi hiyo wakati wa kampeni za nafasi ya ubunge katika jimbo la Ukonga jijini Dar es Salaam, ambapo akizungumza na wananchi katika mkutano wa hadhara. Mgombea wa nafasi ya ubunge jimbo hilo la Ukonga, Bakari Shingo, ametoa ahadi hiyo, ambapo amesema changamoto hizo zimekuwa zikisumbua wakazi wa Ukonga kwa kipindi kirefu, hivyo ameomba ridhaa ya kuwakilisha ili akatatue changamoto za wananchi wa Ukonga. Aidha, Shingo amesema endapo chama cha ACT Wazalendo kitachaguliwa na kuongoza jimbo la Ukonga, kitahakikisha kinatumia fedha za mfuko wa jimbo ambazo ni takribani milioni 45 kwa ajili ya kusaidia kutatua changamoto za jamii, ikiwemo mikopo na kuwawezesha vijana wa Kitanzania kuweza kujikwamua kiuchumi. Pesa ya mfuko wa jimbo
ni pesa ambayo inakaa kwenye mfuko wa shati wa mbunge, ni pesa ambayo inatolewa maalum kwa mbunge anapotembelea maskani kwenye kata na kwenye mitaa, akikutana na changamoto za papo kwa hapo aweze kuzisolve, aweze kuzitatua. Ndugu zangu, nakuhakikishia, nipeni ubunge, nipeni ubunge. Milioni 45 plus inayopatikana kama ruzuku ya jimbo, tutaitafsiri kwa vitendo, tutaiona matumizi yake. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Mgombea ubunge wa jimbo la Tabora mjini kupitia CCM Hawa Subira Mwaifunga amezindua rasmi kampeni na kuomba ridhaa kwa wananchi wa jimbo hilo, huku akiwaahidi endapo atachaguliwa kuwa mbunge atahakikisha anaisukuma serikali imnyang'anye kiwanda cha Nyuzi Turbotex, mwekezaji ambaye ameshindwa kuikiendeleza na hivyo kusababisha ukosefu wa ajira kwa wananchi wa Tabora ndani ya kiwanda hicho ambacho sasa hakifanyi kazi kwa muda mrefu. Kutoka Tabora, taarifa yake Joseph Ndau inasomwa na Nancy Ibrahim. Mgombea ubunge jimbo la Tabora mjini Hawa Mwaifunga akizungumza jukwaani mbele ya wakazi wa Tabora mjini akiomba ridhaa ya kuchaguliwa kuwa mbunge, kipaumbele chake akitaja ni ajira, anataka kiwanda cha Nyuzi kifufuliwe. Hawa Mwaifunga akiwa hapo hapo kwenye ajira akagusa mikopo ya jasiriamali inayotolewa na halmashauri ile ya 10%. Mwekezaji anayewekeza popo mule ndani, ama zake ama zetu. Ifike wakati wawekezaji watuheshimu wa Tanzania. Tunawaamini, tunawapa rasilimali zetu. Matokeo yake viwanda vile wanakwenda kuchukulia mikopo. Hilo tunalijua. Lazima atuachie na tuiombe serikali itutafutie mwekezaji mwenye maana ambaye atasaidia ajira kwa vijana wetu. Kwa upande wa chama cha wananchi CUF, mgombea wa nafasi ya ubunge kwa tiketi ya chama hicho Kapasha wa Kapasha amewaahidi wakazi wa jimbo la Tabora mjini endapo watamchagua kuwa mbunge wao atahakikisha anakwenda kuwatumikia akiwa bungeni kwa kutumia muda mwingi kuwatetea hasa wananchi ambao wamekuwa wakipokonywa haki zao na watu wenye uwezo wa kifedha. Peni jimbo iwe mbunge wa jimbo la Tabora mjini. Ndugu zangu, hamtajutia na mimi sitowaangusha. Na nyie ni mashahidi, CCM imefika mahali imechakaa. Manake ukisema tembe zeeka, wapo wazee wana uwezo, wanafikiri vizuri na wanafanya mambo vizuri. CCM ndugu zangu imechakaa. Haijui moja, haijui mbili. Yaani leo unaweza kumkuta mshindi wa kwanza kwenye kura za maoni kaachwa, mshindi wa pili kaachwa, kachukuliwa watatu. Kwa nini? Kwa sababu CCM hawajui namba. Asante sana Nancy Ibrahim kwa taarifa hiyo. Mgombea ubunge wa jimbo la Moshi vijijini kupitia chama cha Mapinduzi CCM Morris Makoi amesema endapo atachaguliwa kuwa mbunge wa jimbo hilo, kipaumbele chake cha kwanza kitakuwa ni kutatua changamoto ya ubovu wa barabara pamoja na tatizo la ukosefu wa maji safi na salama katika kata ya Mbokomu. Mwanahabari wetu Fina Limo kutoka mkoani Kilimanjaro anaarifu zaidi. Makoi amesema hayo wakati wa uzinduzi wa kampeni za uchaguzi katika kata ya Mbokomu, ambapo amewaomba wananchi wamwamini na kumpa kura zao katika uchaguzi mkuu ujao na kuahidi kushughulikia kwa haraka kero hiyo ya muda mrefu inayowakabili wananchi wa eneo hilo. Habari za barabara ambazo ni kasoro katika wilaya yetu na jimbo letu la Moshi vijijini. Lakini niliona habari zaidi nikamwambia barabara sio lami pekee. Barabara ipitike wakati huo. Kwamba wakati lami haijafikia, barabara itengenezwe katika mazingira ambayo mama hawezi kupita akiwa kwenye bajaji kaingia kwenye shimo akaanguka, si ndio? Na akasema Mheshimiwa Makoi, nimekuelewa, umejenga hoja ya kitaalamu kisomi, hii ni moja kwa moja kwa Samia wewe. Hebu funga kwa Samia asikie huko aliko, asikie huko aliko. Kwa hiyo pamoja na mpango wa utawala bora wa kusimamia nidhamu na ujenzi wa barabara kupitia mfumo wa kununua greda. Upande wake mgombea udiwani kata ya Mbokomu Ombeni Masawe
Amewaomba wananchi waendelee kuamini Chama cha Mapinduzi kwa kuwa ndicho chama chenye uwezo wa kuleta maendeleo ya kweli, ikiwa ni pamoja na kutatua changamoto za barabara, maji zinazowakabili wananchi wa Mbokom. Na maendeleo Mbokom yanaletwa na Chama cha Mapinduzi peke yake. Piga makofi kwa hilo. Mbele yenu yupo kaka yangu, baba yangu, mbunge wetu anasubiri kuapishwa. Sintasema sana. Changamoto za Mbokom niwahakikishie mimi kama mtoto wenu nazifahamu. Nitakachoenda kukifanya, nachukua mpira, naweka kwa Makoi, anafungia wapi? Anafungia wapi? Anafungia wapi? Oktoba 29 kazi hii. Tunatiki. Tuna changamoto ya barabara. Alikuwa mwenyekiti wa halmashauri, anaifahamu. Tuna tatizo la maji kwenye baadhi ya maeneo, anafahamu. Kwenye afya, kwenye elimu, anaifahamu Mbokom kwa sababu kila siku yuko hapa Mbokom na sisi. Ninawaomba msiniangushe, tusimwangushe na tusimwangushe Mheshimiwa Rais. Katibu wa CCM wilaya ya Moshi vijijini Ramadhan Mahanyu amesema tayari barabara ya Mbokom imeingizwa kwenye mpango wa utekelezaji wa ilani ya CCM na kwamba ndani ya siku 100 za utekelezaji wa miradi ya maendeleo, barabara hiyo ni miongoni mwa barabara ya kwanza zitakazofanyiwa matengenezo. Hata juzi alipokuja mgombea mwenza, miongoni mwa kero ambazo ndugu Morris Makoi pamoja na diwani wake wamesema sisi tukishaingia tu kwenye siku za 100, siku 100 zile za kuanzia, tunataka tuanze na barabara yetu ya Mbokom sasa. Yaani tutaanza kushughulikia masuala yetu ya maji. Sasa leo mnataka mlete picha za ajabu. Sasa kama mnataka mjifungie tena kwa miaka 5 mseme hapana, hatutaki. CCM oye! Maendeleo ni chama. Maendeleo ni nini? Ni chama. Chama ambacho kitakuwa kinatawala katika kipindi hicho. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Katika biashara, Tanzania yatajwa kuwa ni kinara wa huduma jumuishi za kifedha kwa mataifa zaidi ya 84 duniani.